Kumbuka kuwa mwezi Oktoba 2025, waziri mwenye dhamana na masuala ya kazi alitangaza amri ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kupitia gazeti la serikali namba 605A la tarehe 13 Oktoba 2025. Amri hiyo imeanza kutumika rasmi tarehe 1 Januari 2026. Aidha, kupitia taarifa hiyo iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri tarehe 17 Oktoba 2025, alieleza kuwa kima cha chini cha mshahara kimeongezeka kwa wastani wa asilimia 33.4 kutoka wastani wa shilingi 275,060 hadi kufikia 358,322. Ongezeko hili ni wastani wa jumla ikilinganishwa na kima cha chini cha mshahara kilichotangazwa mwaka 2022 ambapo kimefikia ukomo wake tarehe 31 Desemba 2025. Kwa msingi huo, ni watake waajiri na wafanyakazi wa sekta binafsi kuelewa kuwa viwango hivi vya kima cha chini cha mshahara vimeainishwa kuzingatia sekta kupitia jedwali la pili la amri husika, ambapo sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo, sekta ya afya, sekta ya mawasiliano, usafirishaji, sekta ya hoteli, madini, biashara na viwanda, shule binafsi, huduma za ulinzi binafsi, nishati, uvuvi na huduma ya baharini, michezo na utamaduni pamoja na huduma nyinginezo. Nitumie fursa hii kuwaelekeza maafisa kazi wote nchini kuendelea kutoa elimu kwa wafanyakazi na waajiri juu ya kima cha chini cha mshahara kilichotangazwa na utekelezaji wake unavyoendelea. Aidha, nitoe wito kwa waajiri na wafanyakazi wote wa sekta binafsi nchini kuzingatia viwango vya kima cha chini cha mshahara vilivyotolewa na amri hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba azma ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan za kuinua hali za wafanyakazi kama alivyofanya kwenye sekta ya umma, basi na sekta binafsi inanufaika. Kwani mchakato huu wa mapitio ya kima cha chini cha mshahara ulikuwa shirikishi, ambapo serikali pamoja na vyama vya wafanyakazi pia pamoja na chama cha waajiri kwa pamoja walikaa na kukubaliana, na tayari maandalizi, elimu kwa chama cha waajiri, elimu pamoja kwa vyama vya wafanyakazi litolewa. Kwa sasa jambo lililobaki ni utekelezaji wa amri hii bila kizuizi chochote, kwa sababu maandalizi yote yalikuwa shirikishi. Kwa hiyo niendelee kusisitiza waajiri kuwaelewesha wafanyakazi na kupitia vyama vya wafanyakazi vilivyopo kwenye matawi yetu huko, kuwaelewesha wafanyakazi waelewe kima cha chini cha mshahara. Na hapa naomba nitoe ufafanuzi. Kima hiki cha chini cha mshahara kinatofautiana sekta moja hadi nyingine. Hii niliyosema ni kwa wastani wa asilimia 33.4, ambapo nimesema ongezeko ni kati ya 275,060 hadi 358,322. Kwa hiyo hapa katikati kila sekta ina kima chake cha chini cha mshahara. Sisi kama serikali chini ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tutahakikisha haki za wafanyakazi zinalindwa na tutahakikisha wale waajiri ambao watakaidi kutimiza amri hii tunachukua hatua stahiki za kisheria na taratibu nyingine ambazo tumeziweka kadri ya makubaliano ya utekelezaji wa amri hii.